Michezo ambayo yameshika kasi. Karibu sana ndani ya dokezo za kimichezo kutokea hapa ndani ya Kimgongo TV. Na leo hii ndani ya dokezo za kimichezo bwana, tunakwenda kuangazia mkutano ambao wameufanya Simba Sports Club, mkutano wa waandishi wa habari katika kile ambacho amekizungumza afisa habari wa kikosi hicho. Hapa namzungumzia Ahmed kuelekea katika mchezo wa siku ya Jumamosi ambapo watakuwa wakicheza dhidi ya kikosi cha Stade Malien, ambapo yeye amezungumza na nukuu kile ambacho amekizungumza. Amesema kwamba msimu huu hatujapata ushindi wowote kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa katika ligi. Matokeo haya yametufanya tuweze kupoteza imani, lakini pia wanasimba wengi imewafanya wakate tamaa kutokuja uwanjani kwa dhana ya kwamba wanakwenda kupoteza mchezo wote watakaokutana na mpinzani katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba hatupo tayari kupoteza mara mbili dhidi ya Stade Malien, dhidi ya mpinzani mmoja. Tumewahi kufungwa na wengine kama Al Ahly, lakini walipokuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa tulifanikia kuweza kuwarudishia kile ambacho walitufanya wakiwa kwao. Hii ndio falsafa ya mnyama mkali Simba. Kama ilivyokuwa kwa Petro, ndio itakuwa hivi kwa wengine. Atakayekuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa tutakisha kwamba hatupotezi alama. Tunataka ushindi kwenye mchezo huo dhidi ya Stade Malien Jumamosi. Tutapambana kwa kadri tuwezavyo ili tupate matokeo kwenye mchezo huo. Jambo moja tu la msingi ni kwamba dunia nzima itakuwa inaangalia mechi hii ya mnyama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alimalizia kwa kusema kuwa tukubali kiroho safi kwamba mwaka huu tuliteleza. Tukishafungua nafsi, maana yake kila mwana Simba tarehe 14 atakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa kiroho safi. Twende tukawape sapoti wachezaji wetu kwamba tunawapa heshima, pamoja na kwamba hawakufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, lakini heshima ni jambo kubwa kabisa. Mechi yetu dhidi ya Stade Malien itachezwa saa 1 usiku. Tumezoea mechi nyingi za CAF kuchezwa saa 10 kamili za jioni, lakini mechi hii itakuwa ni saa 1 usiku kwa sheria ya CAF, namna jinsi ambavyo wamepangilia ratiba zao. Maandalizi ya mchezo huu tayari yamekwisha kuanza baada tu ya kuweza kucheza mchezo wa jana dhidi ya KMC. Kikosi tayari kimerejea kambini. Tumemalizana na KMC, sasa tunaenda katika maandalizi ya Stade Malien. Leo tutakuwa na mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Mo Simba Arena, kisha kesho tutafanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi dhidi ya Stade Malien, pamoja na kwamba hatuna tunachokitafuta, lakini mchezo huu tunaupa thamani kubwa sana kuhakikisha kwamba tunakwenda kulinda jina la Simba na kuhakikisha kwamba tunakwenda kuipambania nembo ya klabu. Aligusia pia kuhusiana na issue za majeraha ya wachezaji ambao walipata katika kikosi cha Simba Sports Club, ambapo amemgusia pia kuhusiana na goalkeeper Yakub Suleiman pamoja na beki wa kati Wilson Nangu, ambaye amezungumza na kusema kwamba wachezaji wetu wanaendelea vizuri ukitoa Wilson Nangu, ambaye taarifa ni kwamba mwishoni mwa wiki hii tutampeleka Afrika ya Kusini kwa ajili ya kwenda kufanyiwa upasuaji. Ameumia kifundo cha mguu, lakini baada ya upasuaji tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufahamu kuwa atakaa nje kwa muda gani. Kwa upande wa Yakub Suleiman, maendeleo yake ni mazuri na muda wowote kuanzia hivi sasa anaweza kurejea uwanjani na kujiunga na kikosi hicho cha wekundu hawa Msimbazi Simba Sports Club. Hayo ni maneno ambayo amezungumza afisa habari wa kikosi hicho, namzungumzia Ahmed Ali, kuelekea katika mchezo huo wa siku hiyo ya tarehe 14 ya mwezi wa pili. Nikukumbushe tu, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, basi una nafasi kubwa kabisa ya kuweza kufanya hivyo hivi sasa. Bonyeza tu maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo kutokea hapa ndani ya Kimgongo TV. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kimgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.